kueleza matakwa yao ya aina ya viongozi wanaodhani wataweza kuwatumikia vyema na kuwaletea maendeleo endelevu. Kipindi cha kampeni tuligawika kiitikadi na kishabiki kama taifa, ila baada ya uchaguzi kufanyika, anayechaguliwa na wengi huwa ndio chaguo la nchi na anapaswa kuwa mtumishi wa wananchi wote, waliomchagua na waliochagua wagombea wengine na hata ambao hawakushiriki uchaguzi. Kwa sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Ndugu zangu wa Tanzania, ni vyema tutambue kwa uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali ni mchakato wa msimu mmoja tu ndani ya kipindi cha miaka 5. Muda mwingine wote maisha lazima yaendelee. Hivyo basi jukumu letu sote kwa pamoja ni kujenga nchi yetu na kuifanya kesho yetu iwe bora zaidi kuliko jana yetu. Niwasihi tuendelee kuilinda itikadi yetu ya umoja na mshikamano. Ndugu zangu, wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Amesema hapa Rais wa Zambia na Rais wa Burundi. Machafuko ndani ya nchi si mema, hayana bei, hayana thamani na si faida kwa yoyote yule. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe sana tuzingatie umoja, amani na utulivu wa nchi yetu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami, ila mazungumzo huzaa mshikamano. Sasa tuchague lenye manufaa kwetu, kwani usalama wa taifa lolote. Kwa hili leo kushukuru na kupongeza kwa kumaliza uchaguzi, kuhimiza umoja na mshikamano wa kitaifa na kusisitiza kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama taifa ni muhimu zaidi kuliko matakwa binafsi ya mtu yoyote. Masuala ya mwelekeo wa kazi za serikali kwa miaka 5 ijayo na ufafanuzi wa kina wa hatua zitakazochukuliwa kutekeleza dhana ya kazi na utu utatolewa katika hotuba ya uzinduzi wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, niwashukuru wote kwa kujumuika nasi kwenye tukio hili muhimu na la kihistoria. Nimepokea pongezi kwa heshima kubwa, na sasa safari ya kuwatumikia Watanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6 inaanza rasmi. Nawashukuru wananchi wote wa Tanzania, na ni imani yangu kwamba tutashirikiana ndani ya safari hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Amen, amen.